Eti ni kweli mwanaume anaweza kubeba mimba? Kama haufahamu, leo ninakufahamisha. Karibu kwenye Siri za Mwili, mahali ambapo unapata maelezo ya kina kuhusu miili yetu na jinsi inavyofanya kazi. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, share na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Hii hali maarufu kama mimba huruma inaitwa kitaalam Covered Syndrome. Sio hadithi, sio kiki, sio uchawi, ni hali inayotokea kweli na imewahi kufanyiwa tafiti nyingi duniani. Je, unafikiri Covered Syndrome ni nini? Ni hali ambapo mwanaume hupata dalili zinazofanana au kuhusiana na ujauzito wakati mwenza wake ni mjamzito. Mwanaume hana mimba, lakini mwili wake unaishi kama vile anaipitia safari hiyo. Hali hii huonekana zaidi kati ya miezi 3 hadi 6 ya ujauzito. Huongezeka zaidi mimba inapokaribia kujifungua. Mara nyingi huisha mtoto anapozaliwa. Utafiti unaonyesha inaweza kuwapata hadi 25% mpaka 50% ya wanaume kulingana na jamii na aina ya uhusiano na ukaribu wa kihisia. Chanzo chake cha kitaalam kutokea hii ni nini? Sababu za kisaikolojia, psychological factors, zinasema kwamba mwanaume aliye karibu sana na mwenza wake huishi ujauzito kihisia. Anawaza afya ya mama, huwaza majukumu mapya ya baba, hofu ya kujifungua kwa mwenza wake, au hata furaha ya kuwa mzazi. Stresi hizi chanya na hisia za karibu husababisha ubongo kutoa ishara zinazoathiri mwili. Ndiyo maana kichefuchefu, maumivu, njaa, uchovu na hata kizunguzungu vinaweza kutokea. Vipi kuhusu mabadiliko ya homoni kwa mwanaume? Hii ni kweli kwamba mwanaume naye hutokewa na mabadiliko ya homoni kipindi cha ujauzito wa mwenza wake. Watafiti wamegundua kuwa prolactin hormone huongezeka. Hii ni homoni ya malezi na uangalizi. Testosterone hormone hupungua kidogo. Mwanaume anakuwa mtulivu zaidi na protective. Cortisol hormone huongezeka, homoni ya stress au tahadhari. Oxytocin hormone huongezeka, homoni ya upendo na bonding. Mabadiliko haya ndiyo husababisha mood swings, usingizi, uchovu, hasira au upole wa ghafla, kupenda vyakula fulani, hisia kali sana kuelekea mwenza na mtoto. Hivyo hii sio drama, ni mchanganyiko wa akili, moyo na mwili kufanya kazi kwa pamoja. Mbali na sababu za kisayansi na za saikolojia, pia kuna sababu za kijamii ambazo husababisha hali hii. Katika baadhi za jamii duniani, wanaume wanahimizwa kushiriki safari ya ujauzito. Wengine hata hukaa kitandani wakati mwenza anakaribia kujifungua kama ishara ya kuungana naye. Katika baadhi ya tamaduni za kale, baba hutakiwa kuonekana kama naye anabeba jukumu. Ukaribu huu wa kihisia na kiutamaduni una nguvu kubwa kisaikolojia. Dalili hizi hutokeaje? Kwanza, dalili za kimwili kama vile kichefuchefu, kutapika, kiungulia, kizunguzungu, uchovu mwingi, kuumwa mgongo au kiuno,
maumivu ya kichwa na kubadilika kwa hamu ya kula na kulala sana au kukosa usingizi. Lakini pia hata wakati wa uchungu wa kujifungua huweza kupata maumivu, ila ni kwa wachache sana. Pia kuna dalili za kihisia ambazo ni hasira bila sababu, huzuni, msongo wa mawazo, emotional sensitivity, kuwaza sana familia na kuongezeka kwa huruma na upendo. Unaweza ukawa unajiuliza, je, hali hii ni ugonjwa? Hapana, haijaainishwa kama ni ugonjwa wa kimwili rasmi. Psychosomatic condition, hali ya mabadiliko ya hisia na homoni, lakini pia hali ya kijamii na kifamilia. Kwa kawaida si hatari, lakini ikiwa kama dalili ni kali sana, uzito kupungua kupita kiasi, stress nyingi mno au inamzuia kufanya kazi, ni muhimu kumuona daktari na mtaalamu wa afya ya akili. Je, hii inaweza kumaanisha ni mahaba au ina maana nyingine kwenye mahusiano? Kwa upande mzuri, inaonyesha mwanaume yuko karibu sana kihisia. Ni ishara ya kujali, inaonyesha ushiriki kwenye safari ya ujauzito, inaongeza ukaribu kati ya wenza, lakini pia husaidia kujenga bondi ya baba na mama kwa mtoto hata kabla hajazaliwa. Kwa kifupi, huyu ni baba aliye tayari, lakini ikigeuzwa kuwa kisingizio cha uvivu, hapo ndo tatizo linapoanza. Kwa wanawake, mnatakiwa muelewe kwamba msifanye mzaa kupita kiasi. Mpeni support, mshirikishe kwenye clinic na maamuzi mazima ya ujauzito na safari nzima. Mpeni nafasi ya kuwa baba tangu mwanzo. Lakini pia kwa mwanaume anaipitia hali hii, kubali kuwa ni hali ya kawaida, punguza stress, lala vizuri, kula vizuri, fanya mazoezi madogo madogo, lakini pia ongea na mwenza wako, jiandae kiakili na kifedha. Mara nyingi hali hii hupungua yenyewe. Hali hii huweza kudumu kwa muda gani? Hali hii huonekana zaidi miezi ya kati ya ujauzito. Hufikia kiwango kikubwa karibu na kujifungua, lakini huisha mtoto anapozaliwa. Baada ya hapo, baba anarudi katika vision yake ya kawaida. Karibu kwenye Siri za Mwili, hapa tunafungua siri. Jifunze, elewa na ufurahie. KUVAD syndrome, mimba huruma, ni hali ya kawaida inayompata mwanaume anayeunganishwa kwa karibu na mwenza wake mjamzito. Ni matokeo ya hisia, saikolojia, kijamii na mabadiliko madogo madogo ya homoni. Si ugonjwa, si laana, si uchawi, ni lugha ya mwili kuonyesha upendo, uwajibikaji na bonding ya kifamilia. Kwa hiyo, ikitokea, usiogope, nayo ni sehemu ya safari ya kuwa baba. Asante kwa kuungana nami. Mpaka wakati mwingine kwenye Siri za Mwili. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, share na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Mpaka wakati mwingine.